Tunakuomba Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya ya Tunduru utoe salamu za serikali kwenye ukumbi huu wa baraza la madiwani. Karibu sana Mheshimiwa Mwenyekiti wa CCM Wilaya, Katibu wa CCM Wilaya, Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru, Makamu Mwenyekiti wa Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru, Kaimu Katibu Tawala, wajumbe wa Kamati ya Usalama ya Wilaya, Mkurugenzi Mtendaji wa Halmashauri ya Wilaya ya Tunduru, waheshimiwa madiwani wote, wakuu wa taasisi za umma mliopo hapa, maafisa tarafa, wakuu wa idara na vitengo, viongozi wa dini, mashirika, makundi mbalimbali mlioalikwa, wananchi wote wa wilaya ya Tunduru, nawasalimu kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Mheshimiwa Mwenyekiti, awali ya yote naomba kutumia nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa afya aliyotujalia na kutuwezesha kuonana hapa. Pia nitumie fursa hii adhimu kukupongeza mwenyekiti wa halmashauri, makamu mwenyekiti, pamoja na waheshimiwa madiwani wote katika baraza hili kwa kazi kubwa mnayoendelea kuifanya. Nimekuja hapa kwa ajili ya kutoa salamu za serikali katika kikao hiki cha baraza la madiwani. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza ningependa kuzungumzia swala la ulinzi na usalama. Sisi kama halmashauri, kazi yetu ya kwanza ni kusimamia ulinzi na usalama katika wilaya yetu. Wilaya yetu iko mpakani. Kutokana na kuwa mpakani, kuna mwingiliano mkubwa sana wa watu kutoka nchi jirani. Wakati mwingine hali ya usalama inakuwa sio shwari sana kutokana na mwingiliano huo wa watu. Kwa sisi kama halmashauri, waheshimiwa madiwani, tunalo jukumu la kusimamia ulinzi na usalama katika maeneo yetu, kuzuia uingiaji holela wa watu, kwa maana raia wa kigeni katika nchi yetu. Sisi kama madiwani pamoja na wale wa maafisa, kwa maana ya watendaji tunaowasimamia katika maeneo yetu, tusiwe sehemu ya kusaidia kuingia holela kwa raia wa kigeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, tunao mfano. Kuna kiongozi mmoja, nadhani ni mtendaji, ni mtendaji ambaye tunamshikilia pale polisi kwa kosa la kusaidia kuingiza kiholela raia 5 wa Msumbiji. Sasa naomba tukawasimamie watendaji wetu wa vijiji na kata na watumishi wengine wa serikali katika maeneo yetu, ili kuhakikisha kwamba wilaya yetu inaendelea kuwa salama. Jambo lingine ambalo ningependa kulizungumza, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni suala la kufuatilia na kusimamia kwa karibu miradi ya maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti,
miradi mingi ya maendeleo, hususani miradi ya elimu kwenye wilaya yetu inatekelezwa kwa kusuasua. Mimi na timu yangu kwa maana ya kamati ya usalama ya wilaya tumekuwa tukifanya ziara mara kwa mara kwenda vijijini, na wewe pia na timu yako kupitia kamati zenu mmekuwa mkifuatilia utekelezaji kwa hii miradi, lakini kasi ya utekelezaji wa miradi, Mheshimiwa Mwenyekiti, ni ndogo sana, na sababu kubwa ni usimamizi hafifu wa watendaji wetu. Watu hawatekelezi wajibu wao. Rai yangu na maelekezo ya serikali ni kila mtumishi atekeleze wajibu wake. Hatutasita kuchukua hatua kali za kinidhamu na za kiutumishi kwa watendaji watakaozembea kusimamia miradi ya maendeleo. Mimi tarehe 13 mwezi wa kwanza, wakati shule zinafunguliwa, nilifanya ziara kwenda kuangalia namna gani tumejiandaa kuwapokea wanafunzi wapya. Kuna maeneo ambayo tulikuta hakuna kabisa kitu kimefanyika. Kurugenzi kwa maana ya halmashauri imepeleka pesa tangu mwaka jana mwezi wa 9, lakini mpaka leo hakuna kitu kilichofanyika, na hata kama kimefanyika kinafanyika kwa kusuasua. Tukatoa maelekezo kwamba hebu tupeane wiki mbili hii miradi angalau hiyo imesogea mbele, lakini tumeenda hapo shule ya Tunduru Mchanganyiko, hakuna kitu kilichofanyika. Tumeenda shule pia pale Majimaji, hakuna kitu. Shule ya msingi hakuna kitu kilichofanyika. Tumeenda shule ya msingi Rwanda, hakuna kitu kilichofanyika. Na watendaji wa kata na vijiji wao wanashinda kwenye hii miradi. Hao watoto walitakiwa waingie darasani kuanzia tarehe 13 mwezi wa kwanza. Leo tarehe 30 mwezi wa kwanza madarasa hayajakamilika. Hiyo ni miradi ya elimu. Kwa hiyo mwenyekiti, tunaomba kutusaidie kusimamia. Jana tulitoa maelekezo mtendaji wa kata na kijiji wasimamishi. Kuna watu wakaanza kuhoji mkuu wa wilaya na mamlaka gani sijui nini na nini. Mimi nayo mamlaka ya kumsimamisha mtumishi, sio kumfukuza kazi. Kama mtumishi hatekelezi wajibu wake ipasavyo, aidha mkurugenzi umuondoe, mpeleke sehemu nyingine, ndio maelekezo niliyotoa, kwa sababu ameshindwa kutekeleza. Hapana zaidi, mwenyekiti, tumefika pale hakuna mtendaji wa kijiji wala mtendaji wa kata. Watu walipewa taarifa ya ujio wetu na mwalimu mkuu amewapigia simu, amewaambia tumekuta mtu. Tumeenda shule ya Narasi, shule mpya na Narasi, kila wanayo sababu kwamba itakiwa ijengwe pesa, baadaye kutokea changamoto ikapelekwa kule, lakini kasi yao sio mbaya, inaridhisha. Kwa mwenyekiti, ninaomba utusaidie na mheshimiwa madiwani, simamieni hii miradi. Mheshimiwa wadai kwa simamia wale watoto. Nilikwambia siku ile, mazingira wanayosoma sio rafiki. Tulienda shule moja inaitwa Mkando, hapo tukakuta wanafunzi wako nje, lakini madarasa hiyo wengi wanajengwa kwa kusuasua. Nikatoa maelekezo wale watoto waingie madarasani. Kwa ndugu zangu madiwani, waheshimiwa, tusimamie hii miradi. Sisi kama serikali kuu hatutasita kuchukua hatua kwa watendaji watakaozembea kusimamia miradi ya maendeleo. Kurugenzi, wahandisi wako pia ni tatizo. Nimeenda sehemu Rwanda, sio wadai, mheshimiwa wadai, Rwanda mhandisi anatafutwa wiki 3, mwenyekiti hapo kesi, na huyo anatakiwa aje atoe ushauri wa namna ule darasa linatakiwa kujengwa. Mpaka nilikwenda mimi kutoa maelekezo kwamba huyu mhandisi atafutwe, asipokuja akamatwe, ndio wameenda pale kwa ajili ya kila mtu atekeleze wajibu wake. Wahandisi mkurugenzi wanatuangusha. Unaona mwenyekiti, kila wakati yuko safarini, fuatilia hii miradi, hafuatilii. Nimeenda Majimaji, nimekuwa maelekezo
uwe unakuja kila siku huku. Lakini mimi nimeenda tarehe 28, aliposikia naenda tarehe 28, yeye anaenda tarehe 27. Lakini kuna siku karibu 13 hapa hajaenda. Sasa ni vitu ambavyo mwakilishi wa rasi utusaidie. Tunapata changamoto kubwa sana ya watu kutekeleza wajibu wao. Hakuna mtu anayemuinda mwenzake. Lengo tunataka miradi itekelezwe. Ndugu zangu, swala la miradi, usimamizi wa miradi, naomba tulizingatie. Kuna swala la usimamizi wa ukusanyaji wa mapato na nidhamu katika matumizi ya fedha za umma. Serikali ina imani kubwa sana na waheshimiwa madiwani yote mlioko hapa kusimamia ukusanyaji wa mapato kupitia posi, kuzuia utoroshaji wa mazao ambacho ni chanzo cha mapato katika halmashauri yetu, pamoja na kusimamia na kuhakikisha kuna nidhamu katika matumizi ya fedha za umma. Ndugu zangu, hii wilaya yetu ya Tunduru tunavyo vyanzo vingi sana vya mapato. Mheshimiwa Mwenyekiti, vingi sana. Tunaweza tukaamua sisi ndio wilaya ya kwanza kwa mkoa wa Ruvuma, kwa maana halmashauri ya kwanza katika mkoa wa Ruvuma katika ukusanyaji wa mapato. Tulizungumza juzi na mwenyekiti kwenye kikao cha kamati ya ushauri ya kodi, tukapeana mikakati. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kuwashirikishe waheshimiwa madiwani katika kuhakikisha kwamba tunaongeza vyanzo vya mapato, tunaongeza kiwango cha ukusanyaji wa mapato, lakini kusiwepo na uvunjaji wa mapato. Tubuni vyanzo vipya vya mapato, tuachane na vyanzo vingine. Kuna vyanzo tukajifunze. Dodoma ukienda, kuna wamejenga mahoteli, wamejenga kumbi za kisasa. Hivyo ni vyanzo ambavyo katika hali ya kawaida vitatusaidia kuongeza mapato. Serikali inatutaka sisi kwa halmashauri wa madiwani, waheshimiwa madiwani, kupitia kamati zetu tubuni vyanzo vipya vya mapato ili kuongeza pato la halmashauri. Lakini kuna swala la vitalu, vile vitalu vya ufugaji. Maelekezo yalishatolewa na naibu waziri ofisi ya waziri mkuu TAMISEMI Mheshimiwa Robert Kwagirwa, mkurugenzi, tukayafanyie kazi yale maelekezo ya waziri. Jambo lingine ndugu zangu, kuna swala la mpango wa malipo ya madeni kwa wazabuni na watumishi. Mheshimiwa Mwenyekiti wa halmashauri na waheshimiwa madiwani wote, kupitia baraza hili tuone namna ya kumaliza madeni kwa wazabuni ili miradi yetu ikamilishwe kwa wakati, lakini pia kuongeza morali ya utendaji kazi. Lakini pia kuna madeni ya watumishi ambayo wanadai madeni mbalimbali, tuangalie namna ya kuwalipa ili kuongeza morali ya utendaji kazi. Swala la usafi wa mazingira ili tunazungumza kila siku, hata juzi wakati wa upandaji miti tumezungumza. Mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa halmashauri na waheshimiwa madiwani wote, ni muhimu tukasimamie kwa nguvu swala la usafi wa mazingira, ikiwemo uzoaji wa taka katika maeneo mbalimbali wilayani Tunduru, kutunza misitu, na tuko kwenye kampeni ya kupanda miti milioni 1.5. Miti ipo ya kutosha pale TFS, twende tukaichukue na kuipanda katika maeneo yetu. Ndugu zangu, tuendelee pia kuitangaza wilaya yetu hii ya Tunduru. Wilaya ya Tunduru inazo fursa nyingi sana za kiuchumi kwenye madini, utalii, kilimo. Tuna fursa nyingi za uwekezaji za kiuchumi. Watu washiriki katika kuitangaza wilaya yetu kwa kuwakaribisha watu kuja kuwekeza Tunduru. Tunduru kama nilivyosema, tunazo fursa nyingi. Tukitumia hizo fursa, wilaya yetu itazidi kustawi. Lakini naomba nimalizie, mwenyekiti, mheshimiwa mwenyekiti, nimesema tukawasimamia
kuwasimamia watendaji, na kuna baadhi ya watendaji sio waadilifu. Nimetolea mfano wa mtendaji mmoja ambaye anashikiliwa pale kituo cha polisi kwa kosa la kushiriki kuwaingiza wananchi 5 raia wa Msumbiji kinyume na taratibu. Lakini kuna mtendaji mwingine wa kata wakati ule tuko kwenye kampeni ya mambo ya wakulima na wafugaji, aliwafuata wananchi. Alipata mama mmoja ambaye yule mama alikuwa ameuza shamba kwa mfugaji, akatumia ile nafasi kwenda kumtaka yule mama ampe pesa shilingi milioni 2, na akamwambia ametumwa na mkuu wa wilaya, kitu ambacho sio kweli. Iliwakabidhi TAKUKURU, nadhani kesi inaendelea. Ambulance nimeambiwa mtendaji ameenda kusoma na TAKUKURU atamhitaji, mwambie aje aendelee na kesi yake, kwa sababu anataka kupeleka kesi mahakamani. Sasa watendaji wetu wanatakiwa wawe waadilifu. Afisa utumishi, kaa na watendaji wako, zungumza nao. Tumeelewana? Kaa na watendaji wako, zungumza nao. Tumeelewana jamani? Lakini ndugu Mheshimiwa Mwenyekiti wa Halmashauri, mvua zinaanza kunyesha. Mvua zinanyesha, ni vizuri wananchi wakatumia mvua hizi zinazoendelea kunyesha kwa ajili ya kujiandaa na kilimo, lakini tuendelee kuwahamasisha wananchi kufanya kilimo cha mazao ya chakula na mboga mboga. Wananchi hao wa wilaya ya Tunduru wenyewe ni korosho, ufuta, mbaazi. Kilimo cha mazao ya chakula kinaweza ikatumika kuwa, ukiuza mahindi, ukilima mahindi ukapata gunia 100, 10 utaweka za chakula, lakini 90 utauza, utapata kipato. Na kupongeza mwenyekiti na halmashauri kwa kuhakikisha kwamba wananchi wa wilaya ya Tunduru wanafanya kilimo cha mazao ya chakula. Tayari mmenunua mbegu za mpunga, mmenunua mbegu za mazao lishe, tayari zimeanza kusambazwa kwa wananchi. Hii inaonyesha namna gani mwenyekiti na timu yako ya waheshimiwa madiwani mnajipanga katika kuhakikisha kwamba Tunduru inajitosheleza kwa chakula. Kwa hiyo wananchi walime mazao ya chakula, lakini wajifunze kuhifadhi chakula au akiba ya chakula. Baada ya kusema hayo, Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana, asanteni sana kwa kunisikiliza.